والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. tunamshukuru Mola subhanahu wa ta'ala mwingi wa rahma na mkunjufu wa ihsan, na tunamuomba mtulishi rahma na amani Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na jamaa zake na masahaba wake na kila mwenye kuenenda katika mwenendo wake mpaka siku ya hisab na jaza. Mola Karim ametupa taufiki kwa mara nyingine kuweza kudirikana katika muda huu ulio baada al-asri, ili tuweze kupita katika mawili matatu ili kufungamana na jambo letu la dini. Na baada ya kuwa katika jalsa yetu ya mwisho tulipitia utangulizi wa kitabu cha Mola subhanahu wa ta'ala na ndio ufunguo wake, basi leo tuko katika kuanza kuiangazia sura miongoni mwa sura ndefu zilizomo ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, Suratul Baqara. Na taambiwa na mabwana kwamba ile sababu ya kuitwa kwa jina la Suratul Baqara ni kwa kule kubeba sehemu katika yaliyomo na yatokanayo na sura hii, habari ambazo zinafungamana na al-Baqara. Al-Baqara Kiswahili chetu kwa hapa makusudiwa ni ng'ombe. Sura hii ina mambo mengi, lakini katika hayo kipo kipande kinahusiana na kisa ambacho kinamtaja ng'ombe, na kwa ajili hiyo basi na sura yenyewe ikabeba jina hilo, Suratul Baqara. Ni sura katika sura kubwa zenye mazia makubwa, na hata inasemwa nyumba ambayo inasomwa Suratul Baqara, basi shaitani haingii katika nyumba hiyo. Na Qur'ani ni kitabu ambacho ndani yake kila mwenye fani yake anaingia, anaogelea kwa hilo lake, na atatoka akiwa amekidhi haja yake kwa hilo lake. Kwa hiyo katika fununi mbalimbali miongoni mwazo ni fani ya tibi, na asipatikane mtu akakaa akakanusha mambo ya tibi, atakuwa yeye si katika wale wenye kuelewa mambo kisawasawa. Tulipitiwa na upepo kipindi fulani, ikawa mambo mengi yanakanushwa, hili haipo, hili uzushi, hili vile. Lakini kama tulivyogusa nyuma, mabwana wenye kutazama mambo kwa jicho la tatu, nasema wale wakipinga wale walikuwa maarifa ni madogo. Kwa kule kupinga wale ambao hawakuhimili kabidi
waipungie elimu kuelezea yale yanayopingwa kwamba si ya kupingwa na yanayokanishwa si ya kukanishwa. Ikawa na wale sasa ndio wamesoma, baada ya kusoma na wao wamerudi nyuma, yale yakaondoka, lakini wakaingia katika yale walioyapinga kiasi cha kupitiliza. Basi ukipita upande wa mambo ya tibu na mambo ya vitaja masala ya kuzingua, ambayo Suratul Baqara ni kiboko ya mashaitani wale wenye kuwasumbua wanadamu. Sawa, tukitaja tibu na ni fani vile vile, na fani yoyote mtu hawezi akairukia rukia, huwa ni wajibu aikusudie na aende kwa watu ndio akaisome na asomeshwe, afikie mahala aseme na yeye anaweza. Sawa, na ni fani nzito. Chukua udaktari tu huu wa kimahospitalini, madaktari wenyewe au watu wa masomo wenyewe wanasema watu wenye kozi ndefu basi miongoni mwao ni madaktari, na wenye masomo yenye ngazi mbali ni madaktari, na zile daraja tofauti. Bala ukiambia mtu anaitwa daktari bingwa mfano, basi wengine kapita kweli. Basi vile wanavyoona kule ndivyo vivyo hivyo ilivyo huku katika upande wa utabibu, kwa mpaka mtu akiitwa tabibu wa kisawasawa huwa kwa hakika ameketi mbele ya hao ambao ni waalimu na akaweza kutendea haki na akapewa lile jambo. Kwa hiyo ni jambo lipo. Sasa anakwambia kwamba ule ukorofi wa kishaitani moja ya visu vyake ni Suratul Baqara. Lakini sio mie tena nimeambia Bakara ngoja nikae sitameleka. Kienda atakueleza uikusudie vipi, uisome someje. Wanunazzilu minal Qur'ani ma wa shifa wa rahma lilmu'minin. Qur'ani kazi yake, miongoni mwa kazi zake moja ni pozo, pozo la kimaana, pozo la kihisi. Na wale wanaojua siri za Qur'ani wana maneno mengi sana, kiasi kwamba wao wametulizana, hawana linalowasumbua, kwa sababu zinatamana kwao siri nyingi za Qur'ani. Sisi wengine huishia kusoma tu na tukajua ukisoma utapata thawabu, yaliyomo ndani ni mengi sana. Kwa hiyo sura hii ambayo ni ya pili, na wenyewe wanaiwekea unwani ya kwamba ni madania, ni sura katika sura za Kimadina. Sema imeanza baada ya ile fasli ya Bismillahirrahmanirrahim, ikaanza na tamko alif lam mim, harfu hizo tatu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam mahala pamoja wakati akionyesha fadhail za kusoma Qur'ani alipita katika harfu hizo, kwamba Qur'ani harfu moja ni kwa 10, harfu moja hasanati zake ni 10. Na kuweka uzuri mambo akasema mimi sisemi kwamba alif lam mim kwamba ni harfu, hapana. Hii alif lam mim hizi ni harfu tatu. Alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Kwa hivyo ndio ukisoma tu maana yake umesoma harfu tatu, na kwa maana hiyo hasanati zake ni ngapi? Ni 30. Lakini hilo ni neno la jumla, hilo ni neno
la jumla. Ama neno la uchanganizi ni lile al-umuru hasba al-makan was-zaman wal-anan. Yote linategemea wapi, muda gani, na limefanywa mbele ya nani. Kwa hiyo 10 ni lugha ya jumla. Sawa? Yakitajwa mambo ya hasanati inaambiwa 10 mpaka 70 mpaka 700 ila adhafi kathira, mpaka ziada nyingi kabisa zisizokuwa na idadi au zenye idadi isiyothibitika. Kwa nini? Umesoma hiyo harfu wapi? Umeisoma lini? Yani wakati gani? Na pengine umeisoma mahala gani? Leo tuko ndani ya shahrul Qur'an, haiwezi kuwa kwingi tena kwa sababu msimu ni msimu mtukufu. Ukaambiwa tu sunna ndani ya mwezi huu ni sawa na faradhi, na faradhi ni ziada mara nyingi kwenda mbele. Kwa hivyo mtu akisoma haiwi tena 1 kwa 10, inakuwa ni zaidi ya 10. Bwana huyu akasema Allahu a'lam bimuradihi bidhalik. Hii alif, lam na mim, Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi wa muradi wake wa kuleta hii alif, lam, mim. Kwa pamoja wanachuoni wanapishana katika kutabahari, wanapishana katika kutafawat na katika kudadavua mambo. Sawa? Kutoka mmoja kwenda mwingine inaweza kupata tofauti mbalimbali. Ni vipi Mola amemruzuku huyu, ni vipi Mola amemruzuku yule mwingine. Ukiajana tuliwataja maimamu. Sawa? Maimamu wale wanne. Tukasema al-Imamu Ash-Shafi'i, yeye moja ya lakabu zake ni Imamul A'imma, nyingine ni Alimu Quraish. Sawa? Sasa yule bwana ile nasabu yake katika wale wanne yeye pekee ni Quraish, lakini nasabu yake ikienda mbele inatunga katika nasabu ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikitunga huko kwa lugha ya leo nasema ni kizazi cha nani? Cha masharifu. Wameleka vizuri. Hao masharifu ni watu ambao Mola amewaruzuku mambo ambayo hatukuruzukiwa tusiokuwa katika nasabu ile. Na Bwana anasema turuku maili ilmi thalatha, kwamba njia za kupatia elimu ni 3. Watu wamesema hivyo, yako maneno hayo, kwamba kuna al-ilmu bil-iktisab, elimu kwa kuichuma, kuiendea mbio, kuihangaikia. Sawa? Ukamaliza majamvi na majamvi, ukawamaliza watu mpaka kafikia mahala na wewe umepata nini? Umepata elimu. Hiyo ni njia moja wapo, na ndio ambazo tunahangaika nazo akina sisi. Heka bwana, mwalimu wangapi mpaka sasa? Sijui yako 20, sijui yako 20 na ngapi. Maana huko kwenye walimu kwenyewe kuna neno kubwa kabisa. Maana mkubwa alisema ana abdu man allamani harfan wahida, mtumwa wa yule ambaye amenifundisha harfu ngapi? 1 tu. Yani mtu akinifundisha harfu 1 anatosha kuwa mwalimu wangu. Lakini walimu wenyewe ni yule wa sayyid, kumiliki mtumwa, kwamba mimi ni mtumwa wa mtu wa namna hiyo. Inshaa akipenda mtu huyo baa ataniuza. Watumwa si walikuwa wanauza? Basi akitaka ataniuza. Wa inshaa ataka, na akitaka ataniacha huru. Wale watumwa akitaka atamwacha huru. Lakini akisema wa inshaa astarata, na akitaka atanibakisha na kunidumisha ndani ya ile utumwa. Ukipita na ile walimu wako mtu wangapi? Hawana idadi. Kafika mahala mtu akasema naye ana elimu. Al-ilmu bil-iktisab. Lakini kuna elimu
al-mawhub. Elimu Mungu anampa mtu tu, sieleweka. Na kama bwana anasema ukitaka kujua hiyo, fuatilia kisa cha yule bwana aliyempeleka mchaka na Nabii Musa. Anaitwa nani? Asema yule mtu alikuwa elimu yake ni ya kupewa, Mola ameamua tu akampa. Sawa. Hata Nabii Musa aliposema nataka nifuatane na wewe, akamtazama akamwambia utaweza? Musa mtume wa Mungu. Huyu bwana wanapishana watu. Wengine wanasema ni mtume, lakini kauli ya Mungu wanasema huyu wali sio mtume. Musa anamwambia utaweza, kwa maana kwamba mapito yake yeye ni ya juu sana. Musa anaweza akachemka. Alimwambia Musa akachemka. Waliwekeana mikataba akachemka. Bahati mbaya mkataba Musa alikamilisha mwenyewe, akasema nikirudia tena. Mtume sallallahu alaihi wasallam Musa asingefanya papara, kwa nini zingepata mambo mengi sana. Tena nikirudia tena akaenda mbali karibia. Sawa. Yule bwana mwisho wa maneno anawaambia kwamba haya sijayafanya kwa mimi kuona kwangu. Hii ni habari Mola mwenyewe ndiye anafanya. Nikamwambia elimu ile ni ya kupewa. Sema hiyo ni njia ya pili ya mtu kupata elimu. Ninasema njia ya tatu ndio kuna elimu elimu wiratha, elimu ya kurithi. Sasa hiyo ndio hawa bwana kizazi cha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Almarhum Sheikh Al-Hadi Mungu amrahamu alisema wale watu yeye kakaa nao wengi, sawa, waliomlea waliokuwa wenzake na nini, anasema wale sio watu wa kudhani utashindana nao kielimu. Mtacheza pamoja kama mpira, kama mchezo gani na nini, wote mko kiwango kimoja. Itatokea muda si muda utafuta kageuka kwa shekhe wako, ukae chini mbele yake akufundishe mpaka unasema ukasema hivi. Elimu zao ni nini? Za kurithi. Sawa. Al-Imamu Ash-Shafi'i yupo katika mlango huo. Sasa ndipo unapokutana wanachuoni mwingine harfu hizi za kuzipitia, anakwambia hiyo hiyo maana yake kadhaa kadhaa kadhaa, na hiyo lam maana yake kadhaa kadhaa kadhaa, na hiyo mim kadhaa kadhaa kadhaa. Kidogo mwenzake mwingine akasema kulingana Mungu yeye ndio anayejua. Al-Imam Suyuti habari zake ni kubwa kabisa, lakini hapa anakwambia Allahu a'lamu bimuradihi bidhalik. Hii bana fulani mimi hapa, tusonge mbele, tuachane naye. Mimi sijui Mwenyezi Mungu mwenyewe mjuzi zaidi wa kujua anapita njia ya salama. Tuko pamoja? Na ndio aya ya kwanza katika sura hii tukufu kabisa. Baada ya hapo limekuja neno dhalika. Dhalika mwenyewe akasema ai hadha. Hiyo dhalika iliyoko hapo, ukipita katika masomo ya lugha, sawa, utakuja na tafsiri ya kilugha, anakwambia iache ile. Hapa anakwambia ai hadha dhalika alkitabu, anakwambia maana yake ni hadha alkitabu. Sio maana vizuri. Maana anasema dhalika ismu ishara lilbaidi kilugha kwa. Hapa anakwambia hapa ni ismu ishara lilqaribi. Sema dhalika hicho, sawa, dhalika kile, maana yake hakipo hapa karibu. Sasa hapa anakwambia usipite huko, pita hadha alkitabu, kitabu hiki. Na ukiangalia ina suluhi, si ndio tunacho mkononi? Kitu kishakuwa nacho mkononi kipo karibu, sijui mbele kwa zuri. Na kitabu hiyo inakwenda kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwamba hiki ni kitabu, kitabu gani? Alladhi yaqra'uhu Muhammad. Nazungumzia kitabu ambacho anakisoma nani? Muhammad. Sasa maisha yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitabu alikisoma ni kimoja. Ndipo maneno ni Qur'ani. Ndicho kitabu alicho kisoma, akawa anakisoma mpaka anaondoka duniani. Kwa hiyo nakwambia hiki kitabu
alladhi yaqra'uhu Muhammad, ambacho anakisoma Sayyidina Muhammad. Sawa, kitabu hiki la raiba fihi, ile la raiba anasema maana yake la shaka. Sawa, hapana shaka, hakuna shaka fihi, ndani yake, ndani yake. Sawa, watu wa dunia wasiokuwa Waislamu, wasiokuwa na idadi, neno hilo wamelithibitisha. Vitabu vyote duniani kuna majiongezeko kidogo. Shaelewa? Huyu alipata kitabu, kile kitabu kikitungwa kama ni matni, nenda katika sharh yake. Ukichukua sharh utakuta ile sharh anakuambia hapa arada al-musannifu kadha, lakini shaelewa, huyu mtunzi wa hii matni kakusudia jambo lakini. Sawa, atakwambia al-asahhu iliyokuwa sahihi zaidi kadha kadha kadha. Kamkosoa jamkosoa, kamkosoa. Shaelewa? Kule kifedona kuna vitabu viko namna hii. Ukipita katika Ad-Durarul Bahiyya watakwambia asiktu, mtoto kipomoko yule anafanyia mambo yote baada swala, isiyokuwa kuswalia. Tutamuosha, tutamvika sanda, tutamosha, tutamvika sanda, tutakwenda kumzika, hatutamsalia. Imeisha hiyo. Sawa, ukiishia kwenye Durari unabakia na hilo. Kama yule mtoto wa darasa la kwanza la pili kaondoka zake, kaishia kwamba namba ndogo, haitoi namba kubwa, si ndivyo? Angeendelea, angekutana kwamba hata namba ndogo inaitoa namba kubwa vile vile. Michezo kwenye jawabu tu, kwamba hili jawabu litakuwa nyingine chanya, jawabu nyingine hasi. Si inaeleweka vizuri? Sasa unakwenda kwenye zile sharhi za ile lile unakwenda mbele, takwambia hivi ndivyo alivyopita musannif, lakini al-asah kwamba mtoto huyu atafanyiwa mambo yote manne. Simeleka. Sasa dunia ni vitabu viko hivyo. Kwa nini? Al-kamalu lillahi, ukamilifu una Mola subhanahu wa ta'ala. Kitabu chochote ambacho hakifungamani na Mola, lazima ndani kutakuwa na shida mahala fulani. Simeleka. Na sahihi ambacho ndicho kitabu pekee alichokisoma Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'uhu Muhammadun, asema la raiba fihi, ai la shakka fihi, hakuna shaka ndani yake. Muda mfupi tuliopita ilikuwa katika ile wanaita nini, ZBC, kulikuwa na kipindi pale mtu anaidadavua Qur'ani kuielezea, akilinganisha na wanasayansi, akaeleza kisa cha Wasaudia walipomwita mtaalamu mmoja mbobezi wa sayansi, wakamwita akamwambia, tunataka yale maarifa yako ya elimu ya uzazi, yale makuzi ya mtoto tumboni, ukae na Qur'ani, alafu kama utakuta kosa ndani ya Qur'ani ulibainishe, na kama mahali pamesemwa sawa useme kwamba imesema sawa sawa. Uko tayari? Niko tayari. Yule bwana akazama maktaba miaka mitatu, akatoka akakonda. Bwana unafahamu, akasema nimekwenda 80%, 80% ya maarifa nilionayo na Qur'ani ni sawa sawa. Sasa 80% kama 20 bado siwezi kusema kwamba ni sawa au si sawa. Kwa nini? Akasema nimekutana na neno al-alaq ndani ya Qur'an, katika ile Iqra nimekutana na neno al-alaq. Neno hili nimeshindwa kulielewa lina maana gani. Asema wale wanachuoni wakampa maana kama 3 za ile neno, akarudi tena maktaba, akakaa muda alokaa, akatoka akasema nimekuta 100 kwa 100, yani iko sawa sawa 100 kwa 100. Bila shaka wale wa Saudia walicholenga ni kuitangaza Qur'an. Simeleka vizuri, si kwamba wanamuita eti kwamba atuangalie Qur'an, sije kuwa kuna shida kidogo. Hilo jambo halipo hilo. Kitabu ambacho Mola mwenyewe ameahidi kwamba amekiwekea ulinzi
Hata zikija story kuna Qur'ani ilifichwa, kuna Qur'ani story tutaupa pakawa. Simeleka kwa sababu mwenyewe kishazungumza na kishafunga maneno kwamba kitabu chake kina ulinzi kamili kabisa. Hata wale wanyuma walijitahidi kwamba tuiangamize Qur'ani, kwamba ujinga huo. Hiyo ukiangamiza leo kesho wanaandika tena. Angalia kwa nini jamaa wote wanao kifuani. Yote wanayo kifuani. Asema tena wala usijaribu kutia mkono ule. Nikitia mkono asubuhi tu, mchana ushasema jamaa kumetia mkono huo. Shehe, aliambia nani Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Isra na Miraj? Mwenyezi Mungu alipokuwa anamjibu akamwambia nimekupa hili na hili. Kisha akamwambia waja'altu ummataka sawa qulubuhum anajiluhum, kwamba katika mambo nimekupa wewe Muhammad ambaye uyakumbuke nimekufadhilisha ni kwamba nimejalia ummati wako nyoyo zao ndio vitabu vyao. Hii hakupewa ummati mwingine. Ndio maana baada ya mihadhara yekienda na kuta Muislamu ile Biblia hana mkononi. Yule mwenye Biblia yake anayo mkononi. Alafu anaambia fungua ya fulani ile anahangaika. Kuna mtu pale jirani anamsaidia anambia hii hapa. Akishaipata ambia soma. Akisoma ndio umeruka neno. Maana anakaza anatoa neno anasafisha kiangalia kweli. Akimwona kitabu chake karuka. Asiyekuwa na kitabu chake anamwambia umeruka. Maana kile chake anacho na hicho chako pia mnacho na kadhaa na kadhaa na kadhaa. Sipeneleka nzuri. Kwa hiyo ni kitabu la raiba fihi, hakina shaka ndani yake. Akasema kitabu hiki hudan ni uongofu. Akasema ni uongofu lilmuttaqin, lakini uongofu wenyewe kitabu hiki ni kwa ajili ya watu wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Kumcha Mungu ni kumwogopa Mungu. Sawa? Kumcha Mwenyezi Mungu maana yake ni kumwogopa Mwenyezi Mungu. Lakini at-taqwa sio ile hofu ambayo unaambiwa atakhafu min al-asad. Naam, unamwogopa simba, ndio unamwogopa, na huku unamwogopa nani? Mwenyezi Mungu, sio? Sasa ile hofu na takwa ni vitu vinakubaliana kidogo na vinaachana. Wakati hofu unachokihofia kaa mbali nacho, sio maana vile unachokihofia kaa mbali nacho. Lakini atakwa kumhofia Mwenyezi Mungu maana yake mbenda uwe karibu naye zaidi. Mbona tofauti? Ukimwogopa kwa maana ya kuhofu, hiyo unamwogopa usikae naye karibu. Ukiwa naye karibu ukae naye kwa tahadhari. Lakini atakwa unaposema unamcha Mola, basi ndio unatakiwa uzidi kusogea karibu yake yeye. Kwa muttaqina ni watu wako karibu na Mwenyezi Mungu katika kuogopa yale makatazo yake. Sawa? Na kuogopa kukosea katika maamrisho yake. Basi watu wale kitabu hiki ndio mwongozo wao. Kwa sio kwa hao, kitabu hiki wamekiita uchawi, kitabu hiki wamekiita cha kutunga, kitabu hiki wamekiita maneno tu Muhammad mwenyewe alikuwa akipandwa na mashetani anayasema alafu ndio akaandika wakasema ni kitabu cha nani? Cha Mwenyezi Mungu. Hao ni watu kinyume na wale al-muttaqin. Kwa hiyo hudan lil-muttaqin ni uongofu, ni mwongozo kwa ajili ya watu wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Tutajuaje watu hao? Kasema alladhina yu'minun. Hao wacha Mungu alladhina ni wale ambao yu'minuna ay yusaddiquna. Yu'minuna ay yusaddiquna, wanaamini kwa maana wanasadikisha. Kuna kusadiki jambo na kuna kusadikisha jambo, ni maneno mawili tofauti. Sawa? Kusadiki ni kukubali kwamba hili jambo sawa ni kweli, huyu bwana alichosema neno hili ni kweli. Lakini kusadikisha ni kukweli. Simeleka kwamba huyu kasema kweli alafu na wewe utatia mkazo. Sawa? Ndio yule bwana mkubwa nani? Abdullah ibn Uthman akaitwa Abu Bakr as-Siddiq.
Sawa? Kwa nini? Ni Mungu wa kusadikisha. Kumsadikisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku ile anamwambia atusaddiquhu, wewe unamsadiki jamaa yako? Kasema naam. Yeye mnapata taabu kwa habari ya wapi? Hapa Baitul Maqdis, eti mnakwenda mwezi mmoja na kurudi mwezi mmoja. Mimi namwamini Mungu kwa habari ya mbinguni. Ulishasikia mbinguni mtu kwenda? Hakuna. Sasa hapa mahali watu wanakwenda wanarudi, ndio panakutana shida. Mimi namwamini kwa habari zinazotoka mbinguni, na huyu basi tena as-siddiq. Sawa, ni Mungu wa kusadikisha. Sasa watu muttaqin wacha Mungu ni watu alladhina, wale ambao yu'minuna bil ghaibi, ay yusaddiquna bil ghaibi, ni wale ambao wanaamini mambo ya ghaibu, mambo yasiyoonekana katika mtazamo wa kawaida. Sawa, wanaamini. Kuna vitu vinaitwa as-sam'iyat. Sawa, vimeaminiwa hivyo kwa kusikia tu. Sawa, kwa kusikia tu mtu ameamini kwa 100%. Uliona wapi? Sijaona, lakini habari imeingia mle iamini. Kwa hiyo sifa ya wale muttaqin mmoja wapo ni watu ambao wanaamini mambo ambayo ni ya ghaibu, mambo yameletewa habari na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala, wakayaamini 100%. Ardhi hii unakutana na mtu anakuambia story tu hizo. Bwana kabiri kuna adhabu, nani alikwenda akarudi akapata kutusimulia, anaamini huyo haamini. Sasa maana kabiri kasema asani leo angalia yule mwana ndani Waislamu eti anasema hili inatanuka mara 70 kulia. Sasa tambale na mwingine kule inatanuka mara 70 kuchoka sijui siri tupuzi mtupu. Yeye huyu si katika watu wenye kuamini. Simeleka zuri, si watu wenye kuamini. Ajabu ya mambo hilo la Mola haliamini na binadamu analiamini. Kakaa mbele ya skrini yake anasema naangalia mpira. Yuko Morogoro anaangalia mpira unacheza Mkapa. Unaangalia Morogoro? Ndio skrini iko live mabasha. Unakwenda unaangalia ile skrini yake nchi 14 wakati. Ndio ulianza Mkapa ndio kana yake nchi 14. Kwa shirika la gapi sisi. Lakini sema milioni kila kitu ile baba ni chini. Bwana katengeneza nani? Binadamu. Ile ilikuwa ni njia ya yeye ilipeleke kuamini zaidi nani? Mola subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mwanadamu anaweza kutengeneza jambo kama hili, vipi huyo aliyemuumba mwanadamu? Sawa, basi yu'minuna bil ghaibi, wanaamini mambo ya ghaibu. Watu hawa akasema wengine wayuqimuna salata, na wanasimamisha na kudumisha swala. Lugha ya kawaida yuqimuna, wanasimamisha, lugha ya kawaida. Lakini ukija katika lugha ya mambo ya dini, furu' al-fiqh wanakwambia useme wanasimamisha na kudumisha, kwa sababu swala inatakiwa kusimamishwa pamoja na kudumishwa, ndio inatekelezwa haki yake. Wako watu wanasali wanasimamisha tu swala lakini hawadumishi. Nimeleka ule muda akiamua ngoja nikasali, naam, robo saa kabla tushaingia hapo au nusu saa kabla. Kwa hiyo anaipata sala kwa time kabisa, ndio kuipata kwa time ndio kuisimamisha. Nimeleka akitoka hapo swala inayofuata umuone budi bwana alasiri ni kwa mazoezi bwana, naangalia mazoezi haipo tena. Kwa hiyo sala utamwona tena anaisha, na kama hii isha hiyo labda kama akufuru sana. Maana kuna siku bajeti kwenda vibaya, basi hata na mtu basi uko na waiza kumsikia. Lakini kama bajeti imekaa vizuri, jioni unaweza ukamtafuta anaisha usimuone. Pengine mnasali tarawih kwa rakaa 12 ndio mmoja kule nyuma ndio anapiga zile nyingine za anaisha. Ndivyo mchana bajeti imekaa vizuri, alipoona muogo wa mbichi kachukua, akaona bajia akafunga.
maziwa sijui ya nini na haya mtilie kidogo sijui nini. Sasa baada ya kusali magharibi anataka pipi zote vile. Akishapiga mkifuata nini sikulala chali bwana. Ukishalala chali bwana hapana hiyo ambia bwana isha ndefu bwana. Isha ndefu. Na ile rakaa 12 na mwana sali kule kwa sababu pale nyumbani nafasi ya kuweza kusalia haipo, acha nikasalie zangu msikitini. Ushaona? Sasa huyu anasimamisha sala lakini hadumishi. Sawa. Na kuna mtu anadumisha sala lakini hasimamishi. Ni vipi? Ukija magharibi mkishasali hata magharibi unaona anakwenda kule nyuma kwenye kona, anasali anatoa salamu ananyanyuka, anasali tena anatoa salamu ananyanyuka. Hizi ni sala gani sana? Nilikuwa nalipa dhuhuri, al-asri na magharibi. Ilikuwaje kule kazi kwa kusema huwezi kusali. Bwana hiyo ni shirki. Unajua? Ile kazi yake huwezi kusali. Unajua kwamba hiyo ni shirki? Ashirku nini? Antaj'al lillahi niddan wa huwa khalaqa. Kujalia Mungu ana mwenzake. Sasa yule bosi aliyefanya hizo kusali pale kazini ndio umemweka nafasi moja na nani? Na Mola, kwa sababu Mola anasema akimi sala, wanasema hapa hizo kali nitakwenda kuzilipa. Ndio ushamshirikisha. Itameleka. Kwa hiyo imekuja kusali kuzilipa wakati wa magharibi wakati wa isha. Kule ni kudumisha sala, sio kusimamisha sala. Sasa anasema yukimuna sala wanasimamisha na kudumisha sala. Maana yake wanazisali sala ndani ya nyakati zake na wanazisali kwa siku zote. Na nani meleka? Tuna watu sasa hivi wako msikitini kwa ajili ya Ramadhani. Tunataka kufunga mwanzo, baadaye watatoka tena. Sawa. Nyuma ilikuwaje? Nyuma walikuwa wapo tu. Sasa huko ni kudumisha sala, sio kusimamisha sala. Basi sifa yao nyingine walikudumisha sala. Ya'tuna biha bihuquqiha. Zile sala wanazileta kwa haki zake zote. Muda, tahara, sara na kila kitu. Kwa sababu hapa tunasali wengine na unamuona mwingine anasali sala haipo. Haki ya sala ni imepotea. Wewe kwenye nyuma yake unamuona akienda kusujudu, nguo imepanda, inaita nini? Ni buruburu baada ya sisi tunaifanya. Beseni ya kiume na juu yake, buruburu liko nje, liko wazi. Haki ya sala ni imepotea. Sasa wale ambao wanasimamisha bihuquqiha, anaenda kusujudu, unaona vidole vya miguu kwa migongo badala ya matumbo. Haki ya sala ni imepotea. Sasa anasema ya'tuna biha bihuquqiha, wanazileta zile sala kwa haki zake zote. Wa mimma razaqnahum yunfiquna, au watu muttaqina, au sifa nyingine pia katika vile ambavyo tunawaruzuku sehemu ya vile yunfiquna, wanatoa kuwapa wahitaji wengine. Kwa maana Mungu ndani jamani, mambo hapa yamekamilika kila kitu. Tumemalizana ndio, tumemalizana ndio. Tunatoka tena. Hakuna jambo ndio. Ukale kokote anahesabu kilichotoa mfukoni chochote sasa anaweza akakitoa. Sawa, hiyo mchango wa msikitini, hiyo mtu kasema hajala, hiyo nini? Kwamba nini? Kule nyumbani kumeshatimia. Siku ya leo fanya nini? Imetimia. Hii ni ziada sasa. Naweza kuitoa. Sipomeleka zuri. Kuna bana anasema kwamba mambo ya imani na daraja hatufanani katika masuala ya kuamini. Wengine imani yao ni kubwa zaidi, wengine imani yao ni ndogo. Akasema kuna mtu aliulizwa hata zaka, eti zaka kutoa nini? Kasimamisha akauliza, naona ujuzi wa dini. Zaka kutoa nini? Akasema kwetu kwenu. Unaona kabisa. Zaka ni jambo la Kiislamu. Mimi Muislamu, na kuuliza lini unaniambia kwetu kwenu? Katika kudoa akaambia sikiliza, wewe hii zaka ni pale viwango vikitimia na muda ukitimia. Basi kwa nini umeniambia kwetu sisi? Nisema ndio kwetu sisi zaka kila tunapopata tunatoa. Imekuwaje? Kasema basi wewe hivyo na naendelea na mpango wako na mimi na mpango wangu.
Yaani yule kuna mtu imani yake kuwa na kitu cha ziada mfukoni, sawa, wakati kwake mambo yanashakaa sawa, wakati ana hakika kuna watu mambo hayajakaa sawa, anaona kama anatenda dhambi. Sawa, ndio mimma razaqnahum yunfiqun. Bana vipi, kuna habari gani? Ngoja tugawane shekhi kilichopo hapo. Sawa? Lakini ndio nimesema nikitoa tena hii itakuwa nimekugusa. Kuna bwana mmoja alimwoa mwanamke na mwanamke kumbe kamzidi imani. Yeye ana imani lakini mwanamke aliyemwoa kamzidi imani. Basi pilika za mchana na nini, usiku wamebaki sasa mke na nani? Na mume. Ndio mke anavumisha basi hili vipi yani? Andaa mchele, hii hapa si maharage, nini? Vya nani? Sasa vya kwetu tumefanya maandalizi ya kutosha. Ili kwamba kwa hiyo hivi vimekaa hapa ndani. Kwa ajili yetu sisi. Unajua nje kuna watu waja. Sasa tena sasa wanakuhusu nini? Yaani mimi siwezi kwa amani viliko vitoe. Kanja kabisa. Sasa unajua mtu kwa gani? Anasema basi hali haina shida. Haina neno. Kwa sababu siku ya kwanza je. Elewa? Yule bwana anasema yale kwamba unawaona bwana harusi mjamsi hapa leo wote waongo hao. Wasanii kila mmoja anaigiza. Na wewe bwana yule huyu bwana na msanii na wewe bwana huyu mkeo msanii. Sema inakuwaje? Akasema kuna bwana mmoja siku aliyooa kapanda na mkeo ameenda hotelini. Kufikia hapo hotelini. Wakati anapanda ngazi kwenye kile chumba ile biharusi akafanya kama kateleza hivi. Akamdaka akamkumbatia kama baby. Taratibu hizi ngazi usikiza kukunywa itakuwaje tena jamani? Haya. Maisha yameenda mwaka mmoja baadaye. Wamekuja kujirudia ile. Wakafikia hoteli ile ile. Wakati wanapanda ngazi ile ile. Ilibidi kateleza ile bwana. Anaingia hapo hiyo. Wewe ukiamua hapa mimi nafuata safari mimi napita. Mtu mzima ndio anakipata bwana. Ile shule alikuwa msanii. Sinaeleka kaja kwa hivyo hali ni kwamba hawa watu alladhina yu'minuna bima razaqnahum, katika vile ambavyo tunaruzuku yunfikuna, wanatoa vile biharusi anamwambia toka na hivi vitu urudi mikono mitupu tustarehe kwa ajili ya usiku wetu. Ndio maana katika nazo ndio siku ya kwanza mfuate mwaka baadaye. Sieleweka. Kwa hiyo msifu wengine watu wenye kuamini kwamba wanatoa katika vile ambavyo baadhi ya vile ambavyo tuliwaruzuku. Akasema wanatoa katika nini? As-Suyuti anasema fi ta'atillahi, wanatoa katika taa ya nani? Ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Msaidia maskini, msaidia kumtatulia mwenye kukwama, maana kwa ajili ya Allah. Sawa, hiyo ni fi ta'atillahi. Akaendelea kusema walladhina yu'minuna, hawa wacha Mungu. Sawa, sifa nyingine walladhina, na wale ambao yu'minuna bima unzila ilaika. Anasemeza nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale ambao wanaamini kile ambacho tumekiteremsha kwako wewe Muhammad, kwa sababu kuna watu hawaamini hicho kilichoteremshiwa. Al-Qur'an. As-Suyuti anasema wanaiamini Qur'ani ambayo imeteremshwa kwako. Wama unzila min qablika, na wanaamini kile ambacho kimeteremshwa kabla yako wewe. Akasema al-Imam As-Suyuti at-Taurah wal-Injil wa ghayrihima. Baada ya kuamini Qur'ani pia wanaamini Taurati, pia wanaamini Injili, na isiyokuwa hiyo. Wajua kuna Zaburi, kuna zile suhufu mbalimbali, wanaziamini zote. La nifariku, kunaamini kuamini mtume, kisha kuna nini? Wafiku kutubu, kuamini vitabu. Sawa? Akasema wa bil akhirati hum yuqinun, ya'lamun. Na akhira hao watu wacha Mungu yuqinun. Sawa? Al-Imam anasema ya'lamun, wanajua kwamba kuna kitu kinachoitwa akhira. Sawa? Kwa hivyo yakini wako iko ndani ya yakini yao. Sawa? Neno kubwa sana hilo, kwa sababu mahali pengi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zile nukta sita za imani huwa anazitaja nukta hizi
mbili, kwa maana ndio kubwa sana. Alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kwa hiyo man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kwamba vitu hivi vinabeba vile vile, sio naka kuamini Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu yupo, na kisha kuamini siku ya mwisho, kwa sababu hata wale makafiri kuhusu kuamini Mwenyezi Mungu yupo wanaamini, wanakanusha kufufuliwa, na wanakanusha siku ya mwisho. Sijui meleka. Akasema wa bil akhirati hum yuqinun, na akhira wao wana yakinisha, kwa maana wanajua kuwa ipo. Akasema ulaika ahao sio mutakila, zimetaja sifa kadhaa. Anasema ulaika hao al-mawsufuna bima dhukira, wenye kuelezewa kwa haya ambayo yametajwa, hao ala hudan min rabbihim, wapo katika uongofu. Uongofu wenyewe ni uongofu kutokana na Bwana wao mlezi Mola subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika, na hao humul muflihun, hao ndio wenye kufaulu. Sipenele kwa vile hao ndio wenye kufaulu, kwamba itakapofika siku ya kiyama hao watakuwa ndio al-muflihun. Akasema al-faizun bil janna, wenye kufuzu, wenye kupasi, wenye kufaulu kwa kuipata pepo. An-najun minan nari, wenye kuokoka kutokana na nini? Na moto. Tutaifanya kuwa hiyo nukta yetu ya kusimamia kwa siku ya leo. Allahu wa rasuluhu a'lam.